wakati mwingine kunatokea na shida za uvimbe katika mfumo wa fahamu. Huko nyuma mgonjwa akishafanya vipimo vyake, alafu ule uvimbe ukaonekana, alikuwa anapasuliwa, tunakwenda kuchukua sampuli inayopelekwa maabara kwa ajili ikapimwe, alafu tujue shida ni gani ili aweze kupata matibabu stahiki. Sasa huku nako tumetumia afua ile ile, kutumia akiliunde, lakini vile vile kwa njia ya matundu kwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile sehemu shida ilipo. Sampuli zinachukuliwa, alafu zinapelekwa maabara kwa ajili ya uchunguzi. Alafu ikishamalizika ndiyo tunakubaliana afua gani itakayokuwa inastahili kwa ugonjwa uliokuwa nao. Hapo hapo wakati mwingine watu wanaweza kupata ajali, alafu zile pingili za mgongo zikawa zimevunjika kama vioo. Unajua vile vioo vinavunjika vinakuwa vipande vipande, inaitwa burst injury. Kwa kupitia njia hii ya matundu tumeanzisha utaalamu wa afua ya kuweka simenti itakayoshikiza vile vipande vikae pamoja, na baadaye uponyaji uweze kuendelea, mgonjwa anarudi kama alivyokuwa kabla ya pale. Kwa lugha nyingine, kabla ya afua hii kufika, utabibu wa shida hii ulikuwa ni wa changamoto kweli kweli, lakini sasa hiyo nayo tumefanikiwa kuianzisha, na nina furaha kuambia kwamba itaendelea kwa ni sehemu ya kawaida ya afua tutakazokuwa tunazitoa kwa wagonjwa na matatizo ya pingili, idha wamepata ajali au labda kuna uvimbe au saratani imekula zile pingili, kwa zinakuwa ndogo, tunazirudishia jinsi zilivyokuwa kwa ile tiba simenti ambayo inawekwa pale.